tunazidi kuangazia jinsi ambavyo au mipaka iliyopo kati ya uhuru wa vyombo vya habari, na kuna baadhi ya vyombo vya habari ambavyo wakati mwingine vinakosolewa na serikali au viongozi walio serikalini hadharani. Kwa hivyo hali hii sasa inapokuja kwenye macho ya umma, vyombo vya habari au mwanahabari binafsi, an individual, anapokosolewa na kiongozi serikalini, anahisi vipi? Na je, hii kukosolewa hadharani kunamfanya yule mwanahabari kuwa na uoga, na sasa inakandamiza au inapeleka chini ile ari yake ya kutoa habari zilizo sahihi? Kweli vile mwenzangu alikuwa amesema Eric, ni kwamba ile kitu sisi tuko nayo ni taaluma yetu vile tumesoma, na tuna wale wanatusikiza, wasikilizaji wetu, watazamaji wetu, kuna kitu wanatafuta. Tunaweza kutuamini. Kama tunaaminika, hiyo ndio kitu muhimu sana kwa mwenye habari. Ile habari unasema, usemi kwa woga, usemi kwa sababu umeambiwa useme vile. So ukipoteza uaminifu, hata kama ukisema nini, unakuwa unapoteza kwa wananchi, because wale watu wanafanyia kazi serikali, kazi yao ni kufanyia wananchi kazi, na sisi kama waandishi wa habari ni kumulika hizo, kuangalia vile kama wanafanya kazi, inafanya vile ilikuwa inatakiwa wafanye. Kazi yetu ni kufanya mwananchi, msikilizaji wetu, wateja wetu wajue hii inafanyika, na ikifanyika ni hivi, kwa na manufaa kwetu. Kwa hivyo ile kitu muhimu, tuzingatie taaluma zetu, ufanye kazi bila kuogopa. Saa zingine unafanya kazi kwa sababu labda ule mwegezaji amekwambia ufanye hivi. Kwa hivyo wewe ukifuata kazi yako kama mwandishi wa habari, uaminike, wananchi bado hakuna haja ya kuogopa, kwa sababu hii kazi yetu iko na mambo zake. Naam. Lakini Bosire, niulize, tunaposema kwamba wanahabari wafanye kazi bila kuogopa, je, kuna sheria ambayo inawalinda wanahabari? Tunajua kuna Media Council of Kenya, lakini katika siku za hivi karibuni na hata hapo awali, kuna baadhi ya wanahabari ambao wamefanya taarifa zao wakawa wanatishiwa labda na serikali, labda na watu wengine, lakini tunaona kwamba wengine hata wanapotea, kwamba wanatoka nje ya nchi, wasiwahi kurejea tena. Kwa hivyo wakati ambapo mwanahabari anajua kweli ninachokifanya, ninazingatia taaluma yangu, lakini unashinda ukikosolewa na serikali, unashinda ukifuatwa na viongozi walio serikalini, je, utahisi vipi kwamba uko salama ili uzidi kutoa taarifa hizi? Usalama ni muhimu. Tunasema katika taaluma yetu hakuna story ile itakwenda kufanya ukufe, kwa sababu lazima uishi ndio uweze kusema story. Kwa hivyo kuna hiyo uoga, hiyo ni natural kwa binadamu, lakini pale kinga yako ni zile sheria, na kuna zile organizations zinajaribu kukusaidia, kwa sababu ukipata hivyo lazima useme. Ule usemi unasema niko hivi. Kama KUJ inatetea, inakuja, sio hauko peke yako, ujue ukizingatia ukweli hauko peke yako, lakini ikizidi mahali fulani zile organization zinakusaidia ndio usiumizwe, lakini utakuwa umesema ukweli. Kuaminika ni lazima, kwa sababu ukisema ukweli bila kupendelea chochote, unasema kwa sababu ukiona watu wa serikali ama watu wale wako na mamlaka wakikasirika, ni kwa sababu umewaguza mahali wanatakiwa kuguzwa. Wameguzwa mahali hawataki kuguzwa. Kwa hivyo kuna ile balance, unajua ikifika hapa naweza kuumizwa mwenyewe. Unajua ni vipi, kwa sababu ndio tunasema wewe mwanahabari umefunzwa kujua ni wakati gani umekanyaga moto, na hiyo moto vile utatoka na utumie vile vyombo na wenzako wakusaidie kusema. Lakini ukweli huwezi kujificha, huwezi kunyamazishwa, kwa sababu hiyo kazi yetu inakuja, what we call is part of the territory. Unaelewa, nikienda hapa ni kama uingie kwa jikoni, unajua kuna moshi. Lazima hiyo moshi itakushika, lakini kikuzidia lazima ukanyage nje, utafute oxygen ile ya kujaribu ndio survive. Naam.